Huko nilikotoka asubuhi nilizindua ofisi ya bodaboda ambao nawapongeza sana. Wameijenga kwa thamani kubwa karibuni milioni 5 na wameomba shilingi 850,000 na wakabidhi leo. Wapo hapa? Wapo. Bodaboda mpo? Tutawakabidhi hapa leo. Lakini pia baba paroko si yuko wapi? Ambaye kimsingi tumebadilishana eneo kati ya Chama cha Mapinduzi pamoja na Kanisa Katoliki. Ametoa rai kwetu sisi wote waumini na wananchi tumunge mkono, na mimi nimeridhia ombi la kuwa mwenyekiti au kuja siku hiyo kuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi. Na kwa kuanzia baparoko kama uko jirani, na kwa kuanzia baparoko leo nitakukabidhi shilingi milioni 5 ili kazi uliyoianza ikaendelee kufanya kazi. Siku mtakayokuwa mmepanga nitakuja pamoja na nyie kanisani tushauriane vyema, kwa sababu Makungu na Mgololo ndio mnaanza kujenga mahusiano mapya na mema kati ya serikali pamoja na wananchi wake, lakini kati ya Chama cha Mapinduzi na Kanisa Katoliki, kwa sababu wote tunahudumia watu wa aina moja. Ndugu zanguni, kwa mvua hii niwashukuruni sana kwa kunisikiliza na kunivumilia na mvua hii nyingi. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Bodaboda lenu hii hapa. Bodaboda. Haya, bodaboda naomba 850,000. Ile kwa kazi yao nzuri hapa milioni 1 kabisa. Ndio. Waambie na washukuru sana. Lakini waunde kikundi cha kiuchumi na mimi nitawasaidia. Tutawaunga mkono. Asante sana. Tumeanza zoezi la kujenga ofisi ya Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo zima, ikiwa ni kuunga mkono maelekezo ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa. Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu mzee wetu Asasi ameshaanza na ameshatujengea ofisi pale Kiowela, na sisi tunaanza hii kama kuunga mkono yeye, lakini pia ikiwa ni makubaliano ya viongozi wote kwenye wilaya yetu kwamba tuanze kujenga ofisi za CCM kwenye kila kata na kwenye kila tawi. Tunaamini ninyi wanachama, viongozi, wadau na marafiki hatutashindwa kufanya jambo hilo. Chama chetu chama kikongwe, kimeweza kutawala kwa muda mrefu, lazima tukisitiri. Kwa hiyo ndugu zanguni, shughuli hii inaanza leo Makungu rasmi. Baada ya hapo tutakwenda Idete, tutakwenda kata zote 16. Kule ambako kuna ofisi tutakwenda kuiboresha. Kule ambako hatuna tumeshaanza kujipanga kuweza kushirikiana na wenzetu, wanachama wenzetu na wadau mbalimbali ili tuweze kupata ofisi kila mahali. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, sasa kama nilivyosema, baba paroko alikuwa ameniomba niweze kuwa mwenyekiti wa hiyo harambee, na mimi nikasema leo siwezi kutoka mkono mitupu, naomba nimkabidhi shilingi milioni 5 hii hapa. Asante sana, ili aanzie ujenzi wa ofisi hiyo, maana dhamira yake ni njema, lakini amesema tutakusanya kwa wanachama. Baba, nakushukuru sana. Asante sana. Kundi hiki kiliundwa na kujisajiliwa mnamo mwaka 2014 ikiwa na jumla ya wanachama wa bodaboda 112. Mafanikio. Mheshimiwa Mbunge, kikundi chetu kimeweza kuwa na mafanikio yafuatayo. Namba 1, kikundi chetu kimefanikiwa kuwa na akaunti ya benki kwa ajili ya kuweka hisa na michango mbalimbali tunayochangishana kama wanachama. Na pia kikundi kimefanikiwa kujenga ofisi yake, imeweza kugharimu Tanzanian shilling milioni 5 na 500,000. Changamoto. Mheshimiwa Mbunge wetu ndugu David Kianzile, kikundi chetu kina changamoto moja tu ambayo kwa unyenyekevu mkubwa sana tunaomba msaada wako. Tuna changamoto ya samani za ofisi zenye samani ya 800,000 na shilingi 50,000. Hivyo tunaomba utusaidie. Ndugu mgeni rasmi, kata Makungu ina jumla ya matawi 6 kama hapo awali nilivyoeleza, na kila tawi lina eneo la kujenga ofisi yake. Changamoto ni kwa baadhi ya matawi yana ofisi zilizochakaa sana, zinazohitajika kuvunjwa na kujengwa ofisi upya. Hivyo kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya kata tumekubaliana kutafuta wadau na wapenzi wa Chama cha Mapinduzi ili kuanza mchakato wa ujenzi wa ofisi za matawi. Hivyo kupitia risala hii tunaamini kwa namna ambavyo umekuwa ni muhimili mkubwa katika kukijenga na kukimarisha chama chetu, tunaamini utatunga mkono katika jitihada hizi za kuwa na ofisi kwa kila tawi kwenye kata yetu. Ndugu mgeni rasmi, shukrani. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya kata
ya Makungu inatoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwa na imani na wewe David Mwakiposa Kihenzile, mbunge na naibu waziri wa uchukuzi, kwa kukuteua tena na kuendelea kukuamini katika wizara hiyo ya uchukuzi kwa awamu 2 mfululizo. Hii inaonyesha kuwa Wanamfindi Kusini hatukukosea kukuchagua kuwa mbunge wetu, na Mungu akubariki sana.